Tanzania inatajwa kuwa na changamoto ya weledi ambapo kwa mujibu wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 zinaonyesha kuwa asilimia 84 ya Watanzania wote wanaofanya kazi wana uelewa mdogo wa kile wanachokifanya. Ndio maana taifa linatumbukia katika maamuzi yasiyo na tija. Hayo yamebainishwa na Dr. Ntui Ponsian ambaye ni mhadhiri na mkuu wa kitivo cha biashara na uchumi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania Sauti Nyegezi jijini Mwanza, katika mhadhara wa wazi kuhusu maadili na weledi wa kitaaluma uliofanyika katika chuo hicho. Tunajaribu kuiambia jamii kuwa pamoja na kwamba tunatengeneza wataalamu, tunapaswa tuelewe kwamba utaalamu pekee hautoshi. Tunapaswa tuwe na wataalamu ambao wana maadili. Tumeona sehemu kubwa wengi wanaotuhumiwa kukosa maadili kwenye ulinzi wa rasilimali za nchi yetu, wengi ni wasomi, ni watu ambao wameenda elimu za juu, wana degree 2, wana degree 3, lakini tunajiuliza kwa nini haya yanatokea. Kwa ukiangalia kwa haraka haraka unakuja kuona kwamba pamoja na utaalamu wao, taifa linaingia hasara, si tu kwa sababu halina wataalamu, lakini kwa sababu halina wataalamu wenye maadili. Kwa sisi tunaona kipengele cha maadili ni muhimu sana, hasa kwa wataalamu pamoja na jamii yote. Kwa upande wa serikali, sisi tunaamini kwamba pamoja na kuandaa mitaala yote ambayo inaleta wataalamu kama wachumi, wahandisi, wahasibu, tunapaswa tusisitize sana kipengele cha maadili, ili wataalamu wetu si tu tuwaandae upande mmoja, lakini tuwaandae upande wa pili uwe na maadili. Sisi tunapomaliza vyuo vikuu tunapaswa tule kiapo na jamii, si tu tuapishwe na wanasheria. Tunapaswa tujue kwamba siku ya graduation, siku unapokuwa unahitimu, siku ya mahafali, kile ni kiapo kwenye jamii, kwamba unaapa kwamba wewe utakuwa ni mlinzi wa jamii iliyokusomesha, lakini pia wewe utakuwa ni mlinzi wa rasilimali fedha, rasilimali watu kwenye taifa lako, lakini wewe utakuwa ni mlinzi wa taifa lako. Wewe unapaswa kulinda vizazi vyote vinavyokuja, ili wengine watakao kuja warithi nchi njema kama ulivyoikuta wewe. Kwa sisi wasomi tusiwe sehemu ya uharibifu wa taifa. Tanzania ina changamoto ya weledi, na kwa mujibu wa sera ya elimu na mafunzo ambayo ndio tunaitekeleza sasa hivi, sera ya 2014 toleo la 2023, sera yenyewe inasema kwamba kati ya Watanzania wote wanaofanya kazi, tukiwemo sisi hapa, wafanyakazi wote Tanzania, asilimia 84 ina uelewa mdogo wa kile wanachokifanya. Kwa hiyo asilimia 84 yenye uelewa mdogo wanachokifanya, ndio maana pia tunatumbukia kwenye maamuzi yasiyo na tija, kwa sababu wafanyakazi wetu hawana uelewa kwenye kile ambacho wanakifanya. Asilimia kubwa ni asilimia 3 tu ndio wenye uelewa wa juu wa kile wanachokifanya, lakini asilimia 13 ina uelewa wa kati. Kwa unapoangalia hiyo picha inakwambia pamoja na maadili, lakini kuna changamoto ya ujenzi wa rasilimali. Tunaandaje rasilimali? Kwa kama nchi, ili tuweze kufikia dira 2050, tunapaswa tujielekeze kwenye kujenga jamii rasilimali watu yenye weledi wa hali ya juu. Lakini hiyo tu haitoshi. Pamoja na wale tunaowaongelea asilimia 3 wenye uelewa wa juu, kuna changamoto ya maadili. Kuna changamoto kubwa ya maadili. Miradi yetu tunajua, nchi yetu tunajua, maamuzi mengi unajua, lakini ukifuatilia vizuri, ukija kuangalia, unaangalia kiongozi, unamwona huyu kiongozi kama ameenda shule. Lakini changamoto ni nini? Uliwahi kuona wapi mtu ambaye hajaenda shule amesababisha hoja za kiuhasibu? Huyo hayupo. Hii ni jamii iliyotusomesha ambayo ndio wengi wako vijijini. Lakini hawa tunaoongelea hoja za kihasibu ambao wanasababisha hasara kubwa kwenye serikali ni wasomi, ni watu walioenda shule, ni watu walio wenye degree 2, 3. Sasa tunasema tatizo ni nini? Ni weledi. Ndio, kuna tatizo la kiweledi, lakini hawa walioenda shule zaidi ambao tunadhani wanaelewa, wana changamoto gani? Wana changamoto ya kimaadili. Kwa ndio maana tunasema maadili na taaluma, maadili na utaalamu ni muhimu viende sambamba. Ndio maana tukasema ni bora tusiwe na mtaalamu asiye na maadili, tukose huyo mtaalamu asiye na maadili, tupate mtaalamu mwenye maadili wa kuazima. Kwa sababu mtaalamu asiye na maadili ana hasara kubwa. Fikiria, mhandisi asiye na maadili,
Fikiria mhandisi asiye maadili anayejenga daraja. Fikiria mhandisi asiye na maadili anajenga jengo la ghorofa 20. Hasara hiyo likishuka, daraja likishuka. Fikiria mhasibu asiye na maadili unayempa pesa kwenye taasisi. Fikiria kiongozi meneja wa mradi asiye na maadili, mradi wa maji. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongelea haya mambo ya taaluma na maadili, ni kwa sababu nchi yetu tumeshuhudia wale tunaodhani wangeweza kutusaidia wenye elimu za juu, lakini ndio waliotuangusha. Ndio maana tukasema ukiviunganisha maadili na taaluma, tutapata kitu bora kabisa kwenye taifa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.